mamlaka ya mji mkongwe ipo kwa mujibu wa sheria, na makosa yanayoweza kufanyika ndani ya mji mkongwe yapo kwa mujibu wa sheria, na hatua za kuchukuliwa zimeainishwa ndani ya sheria namba 4 ya mwaka 2010 na kanuni zake za mwaka 2023. Zote hizo sheria na kanuni haiwapi ruhusa wala fursa kwa mamlaka yoyote ile kutesa wanaovunja sheria hizo. Kilichofanyika na tulichokishuhudia ni mateso, ni utesaji. Hakuna jina jingine, ni torture, ni utesaji. Vijana wameeleza wenyewe walichopitia. Ni bahati mbaya sana mamlaka iliyopewa uwezo wa kutunza mji mkongwe inatumia njia ya torture kutunza mji. Mbaya sana. Mamlaka iliyopata trust ya Umoja wa Mataifa UNESCO kutunza mji wa historia na hifadhi yake inatumia torture kulinda mji. Hii si mara ya kwanza. Vijana wametueleza wapi walipopelekwa, wapi walipotupwa, nini walichofanyiwa. Haikubaliki. Kama hii ndiyo harama au ndiyo utaratibu wa kukonserve, wa kuhifadhi mji mkongwe, kama torture ndiyo njia, means ya kukonserve Stone Town walioamua kutumia mamlaka ya mji mkongwe, haikubaliki na tutachukua hatua ambazo tutazichukua. Ya kwanza, vijana wale tutawasaidia kupata msaada wa kisheria, na uzuri wametuambia wengine wanawajua kwa macho, kwa sura na majina. Na hii kama nilivyosema hapo awali katika press zangu zilizopita, ndio utaratibu wetu. Tutawashtaki watu kwa nafsi zao, wao wakatuambie wameamrishwa na nani. Kila mmoja, maneno ya Waswahili, atabeba msalaba wake au mzigo wake. Kwa hatua ya kwanza, tutawapa msaada wa kisheria. Wanazo PF3, wamekwenda hospitali, ripoti zinaonyesha namna walivyoumia, na bahati mbaya wapo mpaka watoto wa kike wamenyanyaswa na kuteswa. Ni jambo ambalo halikubaliki. Ni kinyume na katiba yetu inayopinga utezwaji wa nguvu kwa njia yoyote ile. Ni kinyume na sheria zetu, ni kinyume na international practices and standards za kulinda mji wa hifadhi kama mji mkongwe. Duniani huko hawatumii njia hizi kuhifadhi mji mkongwe. Kuna makosa. Uzuri sheria ile ya mji mkongwe ukiangalia na kanuni zake zinawapa mamlaka ya kitu kinachoitwa compounding offense. Unaweza ukamchaji mtu hapo hapo ukamtoza faini, sio kumtweza nguvu kwa maana ya kumtesa. Sasa hatua mbili tutazichukua kama taasisi. Ya kwanza ni hiyo niliyosema, tutawapa usaidizi wa kisheria. Tutakaa nao, wanasheria wetu watawashitaki wale waliohusika, hao individuals waliohusika. Kia ya kwanza. Ya pili, kwa taasisi husika, kwa maana ya mamlaka ya uhifadhi wa mji mkongwe, tutachofanya ni nini? Tutawaandikia UNESCO, sababu kiburi chote hiki wanachokipata hawa mamlaka ya mji mkongwe ni kwa sababu wana recognition ya UNESCO. Huu unaitwa mji wa kihistoria, mji wa hifadhi, kwa sababu una recognition ya UNESCO. Tutawaeleza UNESCO kwamba Zanzibar kupitia mamlaka yake ya mji mkongwe wana standard na practice zao za kuhifadhi mji, wanatocha wanaokiuka au wanaosadikiwa, wanaotuhumiwa kukiuka masharti ya uhifadhi. Wanatumia tocha, utesaji.
picha zipo, video zipo, rekodi zipo. Tutawaambia UNESCO kwamba hii ndiyo njia inayotumika sasa kuhifadhi mji. They are torturing people. Wanawake wanadhalilishwa. Hatuwezi kuhifadhi mji ambao unaambiwa ndio kuna Swahili civilization, ungwana, ustaarabu wa Mswahili. Ungwana na ustaarabu wa Mswahili sio torturing. Haujawahi kuwa torturing. Sasa tutawaandikia UNESCO kuwapa hii habari kwamba hizi ndio developed practices and standards za kuhifadhi. Haipo kwenye sheria, haipo kwenye, lakini wamedevelop na ushahidi ni huu. Sasa tutawashauri pia kwenye mawasiliano yetu na UNESCO, tutashauri hatua za kuchukua. Wakiitwa mamlaka ya Mji Mkongwe wakajieleze. It cannot be accepted as practice. Haiwezekani. Haiwezekani kuwa ndio practice zenye kukubalika. Wanafanya makosa, kama unamtuhumu mtu amefanya kosa, kuna utaratibu wake. Mchukue, mpeleke mahakamani. Mchukue, mpige fine. Sio torturing. Torturing haiko. Hapa tunachokipinga ni torturing. Hatupingi uhifadhi wa Mji Mkongwe. Ni fahari yetu sote, ni hifadhi ya kimataifa, tunaupenda wote. Tunachokipinga ni njia zinazotumika kuhifadhi. Hatuwezi tukauhifadhi mji wetu kwa kunyanyasa, kwa kutesa, kwa kupiga, kwa kudhalilisha watu wetu. Haiwezekani. Hilo tutalishtaki, tutalipeleka UNESCO. Watusaidie kama practice hii inakubalika. Na UNESCO ni organ ya Umoja wa Mataifa. Juzi tumeadhimisha torturing, ile naita siku ya kupinga torturing duniani, chini ya Umoja wa Mataifa, chini ya mkataba wa haki za binadamu. Sasa haiwezekani UNHCR, Human Rights ile Council inapinga torturing, UNESCO wawe wana entertain torturing kwa watu wao. Haiwezekani. Kwa hiyo hatua hizo mbili tutazichukua, na tunawaomba, tunawataka mamlaka ya Mji Mkongwe waache tabia hizo. Watu wanawatumia vikosi vyao, wanafanya tabia hiyo na wana baraka zao, kwa sababu torturing zinafanyika kwenye maofisi yao, kwenye majengo yao. Hili halikubaliki. Kwa hiyo niwaambie tena, tutachukua hizo hatua.